Karibuni sana katika ibada ya kuonana na mtumishi wa Mungu moja kwa moja. Naamini ya kwamba roho zetu zinaenda kuponywa. Na kile ambacho umekuja kutafuta unaenda kukipata. Maana wanaomtafuta lazima watampata. Ukiwa na kiu lazima utapata maji ya kunywa. Ukiwa na njaa lazima utapata chakula katika hii madhabahu. Sababu Mungu ni mwaminifu. Maisha yako nataka nikwambie haitabaki ya kawaida tena. Ni lazima ibadilike. Sababu najua umekuja ukiwa na imani. Sababu ya yale umeyapitia. Nataka nikwambie hapo ni mwisho. Hiyo kilio ambacho umelia hapo ni mwisho. Ni kwa sababu umekuja katika nyumba ya Mungu ambayo imebeba jawabu ya maisha ya kila mmoja. Ninajua hii dunia imejawa na mahangaiko na mateso. Lakini kwa ule Mungu ambaye tunamkimbilia kuna pumziko. Anasema ya kwamba nyinyi ambao mmebebeshwa mizigo mizito, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Naamini ya kwamba yale ambayo ulikuwa umebebeshwa unaenda kupumzishwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tunaenda kuanza na maombi ili tukaingie katika neno la Mungu ambayo ni nyundo na ni upanga. Unaweza katakata ambacho umebebeshwa. Hiyo mizigo mizito hata wakati wa neno inaweza ikaondoka. Kunalingana imani yako umeiweka wapi. Kile nataka ni ufungue moyo wako. Umwambie Mungu niko tayari. Wewe ukaweze kunipumzisha. Maombi yako inaweza ikakusaidia. Mtumishi wa Mungu atakapoingia ni kusema kile ambacho ulikuwa umewekelewa kiondoke. Ukiwa ulikuwa kwa giza, anaenda kuangazia ni nini kinachofanya ukasumbuke na ukahangaika. Unaweza kuwa ni dhambi ulifanya na leo ukuwe tayari kuitubu na kuiwacha ili Mungu aende akaonekane katika maisha yako. Wacheni tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo mfalme mwema. Tunatubu dhambi zetu na makosa yetu Jehova. Maana tunakosea kwa njia mingi mfalme. Kwa njia ya kunena, kwa njia ya kuwaza, kwa njia ya kuona, kwa njia ya kutamani Bwana, hata kwa njia ya kutenda. Bwana Yesu tunakuomba ukaweze kutusamehe. Ili tunapokuita na wewe ukatuitike. Angalia mioyo yetu iko na kiu na njaa na tumekuja kwako kwa sababu unatuambia wewe ndio pumziko. Jehova jile kwa yale tunapitia. Njoo uone mioyo ya watu wako mfalme wamekuja kukutafuta kwa sababu wewe ndio uliye na jawabu ya maisha yao Bwana. Yesu, shukisha nguvu za Roho wako Mtakatifu ukaweze kuwapumzisha Bwana. Wasija wakaondoka na mizigo yao mizito Bwana. Wasija wakahangaishwa na dunia Bwana. Neno ambalo naenda kuliachilia mfalme, wacha likawe jawabu katika maisha yao. Nami mtumishi wako ukanitumie kama chombo kwa sababu wewe ni Mungu wangu. Yesu mwana wa Mungu, siwezi bila wewe. Naomba ukanitawale, naomba ukanitumie jinsi upendavyo kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Twajiachilia mikononi mwako Ebeneza, tukijua ya kwamba Baba yetu umesikia na umetenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Naomba mujitie nguvu. Mtumishi wa Mungu yuko nyuma. Mimi nimekuja kukutayarisha ili kile anakuja kuachilia ndani yako kipate mahali pako sawa na mahali ambapo pametayarishwa. Tunaenda kuingia katika neno la Mungu lililo katika Mwanzo 19. Neno la Mungu linasema, wale malaika wawili wakawasili mjini Sodoma jioni. Loti ambaye alikuwa ameketi penye lango la mji wa Sodoma, alipowaona aliinuka kuwaraki, akainama kwa heshima, akasema, Bwana zangu, karibuni nyumbani kwangu, mimi mtumishi wenu. Mnaweza kunawa miguu na kula kwangu usiku wa leo. Asubuhi na mapema mtaweza kuendelea na safari yenu. Lakini wao wakasema, la, sisi tutalala huku mtaani. Loti akawasihi sana. Mwishowe wakakubali, wakageuka na kuingia nyumbani kwake.
Loti akawaandalia karamu, akaoka mikate isiyotiwa chachu, wakara. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Loti mara mingi tunamsomanga wakati waliachana na Abrahamu. Lakini kitu moja kilichokuwa kinanifurahisha kwa Loti, alijua wale watu ambao walikuwa na msaada kwa maisha yake. Maana Sodom Mungu alikuwa amepanga kuiangamiza kwa sababu ya uovu ambao walikuwa wametenda. Na akatuma malaika mahali pale ili waende wakakeshe wakipanga sana wakati wa kuharibu Sodoma na Gomora. Lakini Loti alikuwa amesimama ama amekaa kwa lango la kuingia Sodoma. Na alipowaona wale malaika waliokuwa wamekuja kuangamiza, akainuka na akawaraki. Ni kwa sababu alijua ya kwamba roho yake ilikuwa inaongea, inajua ni kama hawa ndio wamekuja kumuokoa. Lakini pia walikuwa na maangamizo ya watu wa Sodoma waliokuwa wamekosa kumtii Mungu na kukaa kama mapenzi ya Mungu jinsi ilivyokuwa. Na alipowaona, alipowaraki, akainama na akawasalimia na akawakaribisha. Kwa sababu kulikuwa usiku, akawaambia ya kwamba karibuni kwangu ili mukanawe miguu mukaweze kula na kulala. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wewe huwa unajua kuraki aliye na msaada wako. Sijui kama roho yako inajuanga ni nani ambaye amebeba msaada wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu wanatangatanga kwa kutojua mtu wa Mungu ambaye amebeba maisha yao. Loti alijua ya kwamba hawa ni watu wa Mungu, akafanya kwake kuwa madhabahu watu wa Mungu wakaweze kukula. Nakumbuka ule mama Msunami aliyekuwa mtajiri sana, lakini hakuwa na mtoto. Alipomuona mtumishi wa Mungu Elisha, alimkaribisha kwake na akampikia na akakula na akafanya makao kwake ili huyu mtumishi wa Mungu akalala. Hakufanya hivyo akijua ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu atamuombea apate mtoto. Hapana, hakujua. Lakini alimkaribisha. Sijui kama ndani yako huwa unatabua watumishi wa Mungu ambao wamebeba msaada wako. Maana usipowatabua, sijui kama utapokea. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mmoja ako tayari. Na ndiposa tumekuja katika nyumba hii, kwa sababu tunajua kuna mtu Mungu ameteua kiwango cha hali ya juu na amebeba msaada wa wengi. Hata kama umeelezewa na mtu, huyo mtu amemuona Mungu. Haja kosea kukuambia enda mahali fulani utamuona Mungu. Rutu akakwama na wale watu, akajua ya kwamba hawa watu hawatakesa huku mtaani. Bwana Yesu asifiwe. Akajua ya kwamba hawa watarara kwangu na wataoga miguu kwangu. Ukumbuke hawa watu wawili ni wale waliokuwa wametoka kwa Abrahamu kumbariki. Na wao ndio Mungu anatumia waende wakaangamize Sodoma na Gomora. Kwa hivyo watu wa Mungu wanaweza kuwa wamebeba laana na pande nyingine wamebeba baraka kwa ule ambaye atawatabua ama ule atakayekaa kama mapenzi ya Mungu. Walipofika kwa Loti, walioga na walipikiwa mikate iliyokuwa haikuwa na chachu. Akaioka vizuri. Mikate ya kitabu ni kama ilikuwa inachomwa. Akaichoma vizuri na akapakulia wale watu wa Mungu. Alipowapakulia wakakula na wakashiba na wakaenda kukula, wakaenda kulala. Kwa hivyo mtumishi huyu wa Mungu aliandaa madhabahu kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na alijua ya kwamba hawa watu sio wa kawaida. Ni watu ambao wamebeba wokovu wake. Sababu Sodoma na Gomora ilikuwa iangamizwe. Na Abraham akauliza Mungu, kwani Sodoma na Gomora hakuna mtu mwema ambaye anaweza akaokolewa? Abraham akaweza kuweka namba. Akauliza Mungu, ukienda Sodoma na Gomora upate watu 50 walio wema, utawamaliza pamoja na wale
waovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini sisi wa wokovu tunapitia yale mambo dunia inapitia? Bwana Yesu asifiwe. Kumekosa mtumishi wa Mungu anayeweza kuombea watu aambie Mungu 50 kukiwa na wema Kenya. Bwana, unaweza kumbuka hao 50 katika nchi ya Kenya ukaiokoe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu kwa sababu alikuwa rafiki ya Abrahamu, alisikia na akasema kukiwa na mtu mwema hataweza kumwangamizia Sodoma. Na ule mtu mmoja aliyepatikana ni mtu wa Mungu ambaye anaitwa Loti. Ingawa tunasikianga kutengana kwake, hatujui kwa nini Mungu akamtenganisha na Loti, akamtenganisha na Abrahamu. Lakini hakumumaliza wakati alikuwa anamaliza Sodoma na Gomora. Ushawahi jiuliza ni kwa nini aliokolewa? Sisi watu wa Mungu siku hizi, unapoenda unakuta watu wanafanya maovu, wanakula vitu ambazo hazieleweki sababu uko na njaa, wanavaa mavazi ambayo si ya kumtukuza Mungu. Wewe unapata ya kwamba wanaenda kwa waganga na wachawi. Wewe unajiingiza ndani bila kujua wewe sio wa hiyo ukoo ama kikundi ya kujichanganya na mambo ya dunia. Rutu alipoenda Sodoma na Gomora, wakati waliachana na Abrahamu, akakuta wanaume wanalalana na wanaume wenzao. Rutu hakuingia hapo, hakufanya hayo mambo, na ndiposa Mungu alimuokoa kwa kutojichanganya na mambo ya dunia. Unafaa kujijua na kujua ya kwamba wewe Mungu amekuteua, na vitu zile ambazo unazifanya unafaa kujiuliza, kweli hizi vitu ninazifanya zinampendeza Mungu ama zinakupendeza wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiingia kwa maandiko, Danieli wakati mfalme alimwambia akule chakula ambacho walikuwa wanaonekana wakikula watapata nguvu na watarebeka, Danieli alisema sikuli nyama na sikuli kileo. Akajua yeye ameteuliwa na Mungu. Ni nani siku ya leo atajitenga na dunia, atajitenga na mambo ambazo zinafanyiwa ambazo hazimtukuzi Mungu? Kweli ni za kutupendeza, hata tukikula tunasikia vizuri, tunapovaa tunafurahia, lakini jiulize chochote ambacho unakifanya kinampendeza Mungu ndani ya moyo wako, ili maangamizo itakapokuja Mungu akuokoe. Rutu hakujichanganya, sababu Mungu alikuwa amempa mke na amempea wasichana. Wale watu hata siku moja wakamvamia kwa sababu ya hawa malaika walioingia kwa Rutu. Wakamwambia ya kwamba toa hao wanaume nje tukaweze kulala na wao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia roho iliyokuwa ndani ya Rutu. Ilitabua watumishi wa Mungu. Lakini watu wa Sodoma na Gomora waliona wanaume warembo wa kulala na wao. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni kitu mbaya sana. Maana mtu akijawa na dhambi, macho yake haiwezi vutiwa na mambo mema, itavutiwa na mambo maovu. Lakini kwa sababu walikuwa malaika waliokuwa na roho, Mungu hakuacha walalo na wao, aliwalinda. Nguvu ambazo Mungu ameweka ndani yetu, hizo ndizo zitatulinda. Tukiwa tutakaa vizuri na Mungu, tutasimama vizuri. Watu wa dunia wataenda kwa waganga na wakuja wakushuhudie vile wamemuona miungu yao huko, na wewe umemngojea Mungu na bado hajakuja. Hautaenda kwa miungu, utasema akuje asikuje, atende asinitendee, sitaenda kuabudu miungu, kwa sababu ninajua Mungu wangu yu hai, na Mungu wangu siku moja atanitendea. Makosa yetu wa Kristo hatutaki kugojea. Hata mbegu unaweza ukaipanda na haukuli matunda kesho. Hata maharagwe hauwezi kula mazao yake na kesho. Na ndio huwa tunaamini inazaa mapema hata kuliko mahindi. Lazima tuwe na roho ya subira, ya kumngojea Mungu huyu aliye uhai. Bwana Yesu asifiwe. Usichanganywe na dunia.
kama vile Rutu alivyokataa. Akajua ya kwamba mwanaume huoa mwanaume. Hii tabia mnayoiona dunia haikuanzia hapa. Kuna mahali ambapo ilianzia. Na sijui ni kwa nini watu hawasomi Biblia wakajua tabia kama hizo Mungu hazipendi, na aliangamiza Sodoma na Gomora kwa sababu ya hiyo tabia. Ni vyema Mkristo ajue ya kwamba dunia hii imejawa na mambo ambayo imerebeshwa, lakini ndani yake imeoza na haitupeleki mbali. Lakini tunapomtegemea huyu Mungu na kujua watumishi wa Mungu ambao ameweka mafuta ndani yao, waliona msaada. Utakwama vile Loti alikwama. Alifanya kazi ya kuwasihi. Sijui kama wewe huwa unasihi madhabahu. Wale watu hawakuwa wamekutana tena na Loti. Kwa hivyo alikuwa anawaambia tafadhali msilale nje, sababu alijua Sodom na Gomora hao wanaume kile watafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawasihi, akawaambia tafadhali twende kwangu. I think ile nyumba alikuwa amejenga ama alikuwa anaishi ilikuwa nyumba ya kuhost hata watumishi wa Mungu. Sijui kwako wewe huwa umejiandaa aje. Igawa nyumba haiwezi kuwa, inaweza kuwa si kubwa, ndani yako kuna makao ambayo unaweza host mtumishi wa Mungu. Unaweza host kazi ya Mungu ambayo inaweza ikakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi tunaambiwa hata kutoa mstoe. Ati watumishi wa Mungu wako kazi. Usiwasikize hao. Hao ndio wako kazi. Hawa wako kazi ya Mungu. Huwezi kufanya kazi ya Mungu ukabaki umeparara. Hapana. Lazima Mungu arebeshe jembe zake ili zikaweze zikafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani hapendi mtumishi wa Mungu anayemhudumia kuwa amevaa vizuri, kuwa amekula ameshiba? Biblia imeamurisha. Lakini siku hizi watu wanasikiza mitandao vile inavyosema. Hakuna mtu ambaye atakuelekeza kwa njia ambayo hajawahi pitia. Atakaye kuelekeza ni ule ambaye alipitia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nimekuja asubuhi ya leo nikuambie ya kwamba ni vizuri kutenda wema. Kwa sababu kama Rutu si kutenda mema, hangeokolewa. Wale watu hawangeenda kukesha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akafanya kwake kuwe na madhabahu ya wale watu kukula na kukunywa. Na wakamwambia kesho asubuhi uwe umejitayarisha kuondoka katika mji huu. Bwana Yesu asifiwe. Loti masaa haya yote hajui ni nini Mungu ambacho ameipangia mji wa Sodoma na Gomora. Matendo yako kuna siku itakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Mungu atakuokoa kwa sababu ya jambo uliolitenda. Usilifanye ndio kesho Mungu akuokoe. Wewe fanya, itaenda kwa akaunti yako. Kuna siku utamwambia Mungu, niko mahali hapa nasikia ni kama naisha. Niko kwa shimo na sina mtu wa kunitoa. Sio wewe utamwambia, ataenda kwa kitabu cha ukumbusho cha matendo yako. Matendo huwa inashikilia mtu. Hata kama utafirisika ufike kule chini, Mungu atafunua kitabu chako. Aseme huyu mtu kuna jambo alilolifanya likanifurahisha, na ninaona ni kama anaweza lifanya zaidi kwa wale watu ambao nimewaweka karibu na yeye. Kwa hivyo tujifundishe kutenda mema tukiwa kwa nyumba ya Mungu na pia tukiwa nje. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua ya kwamba si mtu unafanyia, si mtumishi wa Mungu unafanyia. Imagine Rutu akifanya, hakukuwa na pasta karibu. Sababu siku hizi watu wanajifanya. Fanya wema Mungu akuone. Fanya wema Mungu siku moja akukumbuke na huo wema. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Mordekai alivyookoa mfalme akiwa amepangiwa kuuawa, na yeye Wayahudi wakiwa wamepangiwa kumalizwa, matendo ya Mordekai ndio iliokoa hao watu. Na kama ndani yako
yako unasikia hauna kawema ushawahi fanya, anza sasa umesikia ya kwamba matendo ya mtu huwa inamuokoa. Unaweza okolewa hata kwa ajili ya jirani, kwa mtu ambaye mmepatana na yeye kwa barabara, amerarukiwa na unajua kwako kuna nguo, ako na jana kwako kuna unga, uko na pesa na yeye hana, analia hata mtoto wake amefukuzwa, ukasema ya kwamba nitaondolea huyu baba ama mama aibu. Hiyo ni matendo utaweka kwa akaunti yako. Na utakapokuwa mahali ambako unalia, kwa sababu matendo huwa inakumbukwa wakati mtu ako kwa uchungu ama mahali ambako roho yake inalia na haina msaada, hapo ndio Mungu uingililia. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai akaokoa Wayahudi. Sijui sisi tutaokolewa kwa sababu ya kufanya nini? Maana siku hizi ukiona mwenzako, hasa kama hamuongeangi, maisha yake imeanza kurudi chini, roho yako uanga imeanza kupiga makofi. Tunaanza kusema ni Mungu amempiga. Siku hizi hata Wakristo tumekuwa ni kama waabudu shetani. Na ndiposa unasikianga hata hapo watu wakifunguliwa wanasema ni fulani, sababu shida zake zililetwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaangusha hadi makanisa. Ati umeonaje hiyo kanisa iko karibu kuanguka? Aliyeishikilia aliyemwambia Petro, mtatingizwa lakini hamtaanguka. Badala useme hiyo kanisa Mungu aishikilie isiweze kuanguka. Unapoona mtu amefirisika, amefika mwisho, wewe kicheko ndani ya moyo wako kinakuwa kingi. Badala ya kumwambia Mungu mkumbuke huyo mtu, mkumbuke mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ulichekelea, saa nyingine tunachakanga bila kujua, sababu huyo mtu alikukosea. Unasema ya kwamba hata mimi alinicheka wakati nilikuwa kwa shida, wacha aone hivyo. Hatujaitwa kwa ajili ya hiyo. Unapoona ndoa ya mtu inasabaratika, unasema wacha iishe, siku moja alinisengenya. Wewe hujaitwa kumaliza, umeitwa kusimamisha, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tujifundishe kuenda tukitenda mema, kama yale yaliyofanyiwa na Loti, akakumbukwa na uzao wake. Akaambiwa usiku utafute jamaa yako yote mahali iliko, asubuhi na mapema muondoke, kabla hatujawachilia kile ambacho tunaenda kuachilia. Kunaye Mungu ambaye anaokoa. Kunaye Mungu anakumbuka watu wake ambao wanamkimbilia. Hivyo hivyo wewe umemkimbilia asubuhi ya leo. Ni siku yako ya kukumbukwa. Ni siku yako ya kuokolewa. Hautaangamizwa pamoja na waovu. Kazi yako haitaisha. Ndoa yako haitaisha. Hata kama unasikia ya kwamba uko na madeni mingi, Mungu wetu anaenda kukulipia. Ninajua kuna Mungu ambaye ulipia watu wake madeni. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoenda hata kama ni chama ulikuwa na deni, unaambiwa fulani, tunasoma kitabu inatuambia yote umelipa. Unashindwa ni nani aliyekulipia? Na wewe mwenyewe haujatoa hata dururu. Bwana Yesu asifiwe. Jipe nguvu, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Shida ambayo unapitia labda ni ya kukufanya umgeukie Mungu, sababu ulibarikiwa na ukasahau hata kanisani Jumapili hauendi kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Mungu ni Mungu wa wivu. Anaweza kukurudisha zero, akupatie nafasi ya pili umjue, aone ya kwamba kama utamurudia. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomrudia, wewe unakuwa mtu ambaye amebarikiwa. Ni lazima tujiangalie kwa shida ambazo tunazipitia. Ni wapi ambako tulikosea? Mara mingi tunasema ni shetani. Kumbe ni sisi ambao tulifungulia shetani mlango. Bwana Yesu asifiwe. Shetani haendangi mahali kama hajakaribishwa. Biblia inasema ya kwamba mapepo hutolewa
na ikitolewa inakaa ikiangalia ndani yako kuna usafi ama kuna uchafu. We mwenyewe ndio utawakaribisha ama utawaambia ya kwamba ndani yangu hakuna makao tena, utakapokaa na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Na usafi utatokana na nini? Ni hapo hapo umemsikia Mungu na kuna njia. Ukuje ukae na uambie mtumishi wa Mungu, nimekuja na nataka niwe mshirika wako, na nataka unifundishe njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili nikaweze kusimama. Lakini hauwezi ukapandiwa begu, leo uko hapa, leo uko kule, leo uko na huku. Hakuna kitu kama hicho. Lazima tutulie, tupandiwe begu na tupalilie na tumwagilie maji ili ile begu ikaweze kukua. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mpanda na kuna ule wa kung'oa. Sababu hatuna macho ya kuona wengi kule ambako tunaenda. Hatujui kama ni watumishi wa Mungu na hatujui kama ni wa upande ule mwingine. Ukiwa hauna roho wa Mungu hauwezi ukatambua. Lakini tutawajua kwa mazao yao na matunda yao. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kutulia na kujua ya kwamba Kristo anatenda mambo makubwa ndani ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivyo Mungu alivyokumbuka Rutu. Huyo Rutu aliyetenganishwa na mbarikiwa wa Mungu Abrahamu, hata wewe anaenda kukumbuka. Atakuchomoa kwa hizo shida ambazo unasikia uko nazo, ambazo umezitafutia msaada, umetafuta jawabu na umekosa. Ni magonjwa, umeenda hospitalini haujapata jawabu. Leo hii jawabu inaenda kupatikana kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu awabariki. Tusimame tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Dadi, karibu. Unaweza tafuta nafasi kwa kati chini, na Bwana uzima akubariki. Basi wale ambao wanatuta